lakini sasa ndio diwani wetu wa kata na amechaguliwa ndani ya kura za maoni za Chama cha Mapinduzi kwa kishindo, lakini pia na kura za nje kwa kishindo. Na kupongeza sana, hongera sana dada. Niwapongeze na kuwashukuru pia wenye viti wangu wa serikali za mitaa yote 8 kwa namna ambavyo tulifanya kazi kwa pamoja na ushirikiano mkubwa kweli kwenye kipindi cha miaka 5. Ndugu zangu, mlikuwa waungwana, tulishirikiana vizuri, tulifanya kazi kwa pamoja, na kwa kweli mimi ninaondoka sina deni na wenye viti wangu wa serikali za mitaa. Ni dua yangu na maombi yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu awatendee kila hilo jema, mkafanye kazi kwa bidii na endelee kuwainua tena kwenye maono mlionayo. Asanteni sana ndugu zangu. Lakini niwashukuru pia na watendaji wote kabisa, watendaji wa mitaa, ndugu yangu Mbuko pale na timu yote, walimu wakuu kwa kazi kubwa na nzuri sana ambayo mmefanya. Niwashukuru na watendaji, maafisa mbalimbali, maafisa elimu, dadangu pale mwalimu Matasi, na kushukuruni sana sana kwa kazi kubwa sana ambayo mmeifanya. Niwashukuru na watumishi wote, idara ya afya, maendeleo ya jamii, ustawi wa jamii, waganga wafawidhi, kwa kweli na washukuruni sana sana sana. Mafanikio yote ambayo tuliyapata ndani ya kata ya Wazo hayakuwa ya mtu mmoja, ni kwa sababu ya ushirikiano na utendaji wenu mzuri wa kazi. Mimi nawatakia kila lenye heri na ninaombeni mumpe ushirikiano wa kutosha mheshimiwa diwani, mkachape kazi kweli kweli zaidi ya tuliyofanya wakati wa miaka 5. Asanteni sana ndugu zangu. Mheshimiwa diwani, bahati nzuri katika kipindi cha miaka 5 ambayo nimekuwa diwani, tulikuwa tuko pamoja kwenye kutimiza majukumu ambayo tulikuwa tumepewa. Kwa hiyo hata kazi yangu ya kukabidhi ofisi inakuwa ni nyepesi, kwa sababu kata ya Wazo unaijua. Katika kipindi cha miaka 5 tulikuwa pamoja, wapi tulipopita, maeneo gani tulipita, miradi gani tulifanikisha, yote mheshimiwa unaifahamu. Kwa hiyo kwangu nina kazi nyepesi mno na ninaondoka kwa furaha, kwa maana ya kwamba ambaye nimemwachia ofisi ni mtu ninayemwamini, ni kiongozi shupavu. Kata ya Wazo wanaijua, tangu ukiwa serikali ya mtaa umekuwa mwenezi wa chama kata, umekuwa diwani wa viti maalum. Kwa hiyo kata ya Wazo unaijua. Niwaambieni watumishi na ndugu zangu ya kwamba mmepata diwani bingwa kabisa, mchapakazi anayejua hii kata ya Wazo, msiwe na wasiwasi. Yale ambayo tulifanya pamoja, njia zote anajua tulikopita. Tulikuwa na mradi mkubwa wa maji, mnakumbuka, kwa mitaa zaidi ya 5 kulikuwa kuna maji, Madale, Nyakasangwe, Mivumoni, Kisanga na sehemu kidogo ya Wazo hakuwa na maji kabisa. Tulifanya ile mradi umekamilika, sasa hivi wananchi wanapata maji. Lakini pia tulifanikiwa kujenga shule za msingi. Tuna shule yetu ya msingi hapa inaitwa sasa hivi Kilimahewa Juu. Tulijenga shule ya msingi English Medium kule ya Josephat Gwajima, tulikamilisha. Lakini pia tukaanza ujenzi wa shule nyingine ya msingi pale mtaa wa Wazo, ambayo ni shule ya ghorofa, sasa inaendelea, na nimeona kwenye bajeti ya mwaka huu imetengewa fedha. Lakini kwa upande wa shule ya sekondari, katika kipindi cha miaka 5 hapa ndio tulijenga shule ya sekondari ya Songoro Mnyonge. Wote tunaiona kazi kubwa na nzuri ambayo imefanyika. Lakini tumeendelea kuongeza madarasa mengi karibia kwenye shule zote, kazi ambayo pia inaendelea. Lakini pia tulifanikisha kipindi cha miaka 5 kujenga kituo cha afya kizuri kule mtaa wa Nyakasangwe, na nimeona pia kwenye bajeti hii ambayo tunaendelea nayo fedha zimetengwa kwa na majengo mengine. Lakini pia tulifanikiwa kuingiza barabara zaidi ya 3 kwenye mradi wa DMDP, zinajengwa kwa kiwango cha lami. Barabara ya Nyakasangwe tayari wakandarasi wako site. Barabara ya Mivumoni nasikia inaanza kupigwa na lami, ndio maana ndugu yangu pale anatembea kifua mbele, ndugu yangu kaeni. Lakini pia kuna barabara ya Umoja ambayo nasikia haijaanza bali na changamoto kidogo, watu wanadai fidia. Imeshaanza pia. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Kuna barabara ile ya Mbopo inakwenda Msumi Ubungo, na nyewe wakandarasi wako site. Kwa hiyo kwa kweli mambo ni makubwa, na mimi nakuombea kwenye kipindi chako cha miaka 5 basi barabara zingine hasa za ukanda huu wa Salasala. Wakati ule nimeingia mimi diwani nilikuwa natoka kwa Salasala. Nikaambiwa nikipendelea huko kwangu nitapigwa mawe. Kwa hiyo nikapendelea kule, sasa angalau kuleta ikuliza huko. Sasa na kwa kuwa unatoka ukanda wa Nyakasangwe, basi nipendelea mimi huko kwangu. Ili na mimi angalau nitambe. Wazo oye. Kwa hiyo naomba unikumbuke diwani wangu. Na tulikuwa pia na miradi ya TASAF kusaidia kaya maskini.
Wakati ule naingia, TASAF ilikuwa kwenye mitaa ya Kisanga, Madale na Mivumoni peke yake. Mitaa mingine yote ilikuwa na TASAF. Lakini leo ninavyoongea TASAF mitaa yote wananchi kaya maskini wanapata fedha. Na nimeona juzi serikali imesaini tena mkataba wa kuongeza miaka 4 na World Bank. Kwa hiyo mradi wa TASAF utaendelea tena kwa kipindi cha uongozi wako. Kwa hiyo ni imani yangu ya kwamba wananchi wengi wataendelea kunufaika, kuwasaidia wale na watapatikana vizuri. Mikopo ya 10% tuliendelea kutoa, lakini naamini sasa umeingia, mtapambana kwa spidi kubwa wananchi wengi waendelee kuipata. Miradi inayoendelea nimeisema wakati wa utangulizi wangu, kuna hiyo shule ya msingi pale mtaa wa Wazo, shule ya ghorofa ambayo inaendelea, lakini kuna hizi barabara za lami pia zenyewe zinaendelea. Naamini mtaendelea kuwapa ushirikiano wale wakandarasi ili wakamilishe vizuri, na ninaamini kama mambo yatakwenda vizuri utakuja mradi wa DMDP awamu ya pili sehemu ya pili kwa ajili ya kuingiza sasa barabara ya EPTL inapita Kilimahewa juu, inakuja kutokea hapa juu yetu kidogo mbele ya ofisi ya serikali yetu ya mtaa. Tulikuwa tumeshaingiza kwenye mpango, kwa hiyo naamini mheshimiwa unajua utaipigania vizuri. Lakini kuna barabara tunaziita RTB2 ni pamoja na barabara Salasala Magengeni zinakuja zinaungana mpaka barabara za kutosha kwa mheshimiwa Kaisi kwenda mpaka tangi letu la maji. Lakini kuna ile barabara moja tuliipa jina ya Best One, unakumbuka Kaisi? Zote zile tuliziingiza kwenye mradi wa DMDP. Kwa hiyo najua Mungu atasaidia hizo fedha zipatikane, basi angalau na miradi hii iweze kukamilika. Lakini nakumbuka tulikuwa na mradi mkubwa nimeona tumeutengea fedha kwa mwaka huu, ujenzi wa shule mpya ya msingi mtaa wa Nyakasangu eneo la Kazaro na Kaleko kule, na nimeona tayari tumeshaipitisha, na nilikuwa napata fungu kwamba fedha zake nadhani muda wote zinaweza kuwa zimeshafika ili huo ujenzi uweze kuanza. Dada yangu Zura pale pia tembee kwa kuvimba. Wazo oye. Kwa hiyo naamini mheshimiwa utaifanyia kazi. La mwisho kwangu ndugu zangu ni waombeni. Siri ya mafanikio tuliyoyapata kwa kipindi chote ni upendo, umoja na mshikamano tuliokuwa nao. Mimi nilifanya kazi ya udiwani na wenye viti wangu ni hawa ndio nilioanza nao, wakaja wakaongezeka wapya wawili baada ya kuondokewa na dada yetu Mwajuma, tukampata ndugu yetu Mshiri, lakini pia na dada yangu Zuhura baada ya Mwandege kuondoka. Lakini wenye vitu wengine 6 wameendelea kuwepo. Kwa hiyo mheshimiwa diwani na watu wazuri, naombeni wenye viti wangu mumpe ushirikiano mkubwa mheshimiwa Grace. Mumpe ushirikiano, naombeni sana. Mimi mnasema nilikuwa sijali, sasa huyu ndio uzungu wa roho mwenyewe. Yumkini mimi nilikuwa na mambo yangu mengine, lakini Grace tutafanya naye kazi vizuri sana. Naomba mshirikiane naye, mumpe umoja, la kwenu ndio la kwake liwe la kwenu. Mkienda hivyo mtashirikiana sana. Hatakuwa na tabia kuviziana wala kuingiliana kwenye majukumu. Tulifanya kazi kwa upendo. Ukiwa na jambo utapokea simu, mheshimiwa diwani kuna 1 2 3, tunashirikiana. Mheshimiwa Grace ndio msemaji wetu kule manispaa, hatuna mwingine. Kwa hiyo tunapokuwa na jambo lolote lile kwenye shule zetu, walimu wangu wakuu wa kumtwika mzigo mzito ni mheshimiwa Grace. Wanasema mzigo mzito mumpe Mnyamwezi. Sasa amempata pale wa nguvu, mzigo mzito mumpe ataumbeba. Wazo oye. Na sina wasiwasi naye, amebeba majukumu makubwa na mazito amefanya. Kwa hiyo walimu wakuu mwe na namba ya mheshimiwa diwani, unapokuwa na jambo lolote lile shirikiana naye. Huyu ndio akwenda kuwasemea. Lakini katika eneo la kupendana tuishi tu kwa pamoja, kwa kusaidiana na kushirikiana. Kila mmoja tamani kumuona mwenzake anafanikiwa zaidi. Nilikuwa namchekesha mheshimiwa hapo wakati tunaongea kwenye makabiliano yetu fulani ya ndani. Nikamwambia kulikuwa kuna diwani mmoja, sheria inasema watumishi waingie ofisini saa ngapi? Saa 1:30. Watoke saa 9:30. Kwa kuna diwani mmoja saa 1 kamili yuko ofisini. Kila siku. Akifika pale anasaini. Alafu daftari aliweka mezani kwake. Ikifika saa 1:30 anapiga mstari mwekundu. Kwa hiyo anayefuata mwingine anasaini. Anakusanya wiki nzima, ikifika Jumatatu yake labda mwezi mmoja anachukua ile daftari anakwenda kwa mkurugenzi au afisa utumishi mkuu. Unaona watumishi wako ulionipa? Anakwenda kuwakangia kwenye vikao kweli kweli. Mimi nikawa namtania mheshimiwa Grace, hayo mambo sitegemei kuyaona kwenye kata ya Wazo. Na ninajua kwa namna ya utendaji wake wa kazi. Nilijitahidi wakati wa miaka yangu 5, sikutaka kugombana na mtendaji yoyote wa kata. Nimefanya kazi na watendaji nadhani wawili, Husna pamoja na ndugu yangu Tonja. Na Husna aliondoka tu kwa sababu ya maelekezo, akabadilishana na Tonja akaja huko akaenda kule. Lakini tusimama kwenye baraza la madiwani, diwani hapa shahidi kusema kwamba simtaki mtendaji wangu au niondolee mtendaji fulani wa mtaa, niondolee mtendaji wangu wa kata. Mimi kwangu hapana. Katika uongozi, unapopewa uongozi, wewe ni baba, wewe ni mama, wewe ni mlezi. Wale unaoongoza wawe sawa sawa na unavyotaka.
tufanikishe mambo yaweze kwenda. Kwa hiyo kwa kweli mimi nawashukuru na watakieni kila laheri. Mheshimiwa Diwani, mimi tuko pamoja. Mimi bado ni mkazi wa kata ya Wazo, ni mwananchi wa kata ya Wazo. Muda wowote mkinihitaji, kwa namna ambavyo kata hii imekaa kwenye moyo wangu, ndani ya muda wa masaa 24 nitakuwa tayari kujitolea kwa ajili ya kata hii ya Wazo. So far dada yangu bado huko, mimi sijastaafu. Tumekuwa pamoja na ni furaha yangu kuhakikisha kwamba unafanikiwa sana. Kwa hiyo muda wote nisumbue. Kuna jambo lolote lile unahitaji kutoa maelekezo, kuniagiza, mimi nipo, tushirikiane, tufanye kazi. Ndugu zangu nawapenda, nawatakia kila lenye heri. Tuwe na mwisho wa mwaka mzuri, na tunaporudi Januari 26 mrudi wenye afya njema, tuchape kazi kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu. Nawasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilishamkabidhi mheshimiwa mafaili, tulishakaa tukaongea, nikamkabidhi. Kwa hiyo kwa hapa hatukutembea nayo, lakini nimeshamkabidhi kila kitu na nyaraka zote anazijua na nini ambacho anatakiwa